Kama umetazama sehemu ya kwanza, hii sehemu ya pili inatueleza vizuri zaidi kisa cha Pana, jinsi alivyofanyikiwa kuzipata zile nguvu kutoka katika tumbo la mama yake. Zilipatikana vipi? Filamu inaanza na mzee mmoja akimpatia kitabu mwanaume mmoja ambaye amefika hapa, akisema kwamba hiki kitabu kinaelezea zaidi kuhusiana na dhehebu la siri ambalo huhamisha nguvu zao za kichawi kwenda kwa mtoto ambaye hajazaliwa, wakiamini kwamba mtoto huyo angekuwa kiongozi wao mpya, lakini mtoto huyo ni lazima awe mtoto wa kiume. Sasa kama ni mtoto wa kiume ndiye alipaswa kuchukua nguvu hizo, iliwezekana vipi kwa Pana kuchukua nguvu hizo? Mwanaume huyu akuwa amefichua kwamba mtoto wa kiume alikuwa katika tumbo la mama yake Pana, alifariki, yani aliuawa na dada yake pacha tumboni. Msichana huyo alipokuwa alikataa kutumikia nguvu hizo na kuzirudisha nguvu hizo, badala ya kuzitumia kuwalinda watu waliokuwa wameumizwa na dhehebu hilo, na msichana huyo aliwaua wafuasi wote pamoja na kiongozi mkuu wa dhehebu hilo ambaye pia alikuwa ni baba yake yeye mwenyewe. Sasa huyu mzee alikuwa ameanzisha hii story mbele ya huyu mgeni ambaye amekuja hapa, lakini mzee hii story alikuwa haijui vizuri. Huyu mgeni alikuwa amemwelezea vizuri sana. Huyu mzee akawa amehitaji aendelee kuisikia hii story, akawa ametoa na pesa kabisa ili asimliwe. Anahitaji kumjua huyu binti yuko wapi, anafanana vipi, anahitaji kumjua. Baada ya hili tukio linahama moja kwa moja mpaka katika tambiko moja, sehemu ambapo kulikuwa kuna mwanamke mjamzito kafungwa juu ya jiwe kubwa sana. Huyu jamaa ni kibonge lakini mshirikina, akawa anajiandaa kwa ajili ya kutoa kafara kiumbe ndani ya huyu mwanamke. Mara mzee tumbo akashtuka, mara akaanza kusikia vilio vya watoto. Pana akawa ametokea hapo, bonge akaanza kupata shida, akaanza kusikia kama kuna kitu kinaunguruma ndani ya mwili wake. Kisha mikono ya mtoto ikampasua katika mdomo wa huyu bonge na kumvunja taya na kusababisha kifo cha bonge huyu hapo hapo. Sasa upande wa Pana tangu kupoteza kumbukumbu mara nyingi alikuwa akiweweseka sana. Hili jambo lilikuwa linawatia hofu sana. Peaki Bin pamoja na Nii walikuwa wanapambana kwa ajili ya kumtuliza muda wote, walikuwa wamechukua udongo na kumfanyia tambiko ili kumtuliza huyu binti. Sasa filamu inarudi siku 2 nyuma kabla hili tukio. Huyu binti kwa sasa anaitwa Fai, yuko na Bin Peaki, wanaangalia majina ya kufaulu baada ya kuwa wamefanya mitihani. Sasa hili jina Fai mlizo wetu, maana ndo jina ambalo binti baada ya kupoteza fahamu walimbandika hilo ili kuanza maisha mapya, yale maisha ya Pana hayasahau kabisa. Fai alikuwa amegundua kwamba amepata nafasi ya kwenda kujiunga na chuo kikuu cha ualimu. Siku iliyofuata Peaki akampelekea zawadi Fai. Binti akawa amemuuliza Bin anaweza kurudi shuleni tena kuendelea kusoma. Mshikaji akasema kwamba yeye hahitaji kabisa kuendelea kusoma, yeye anachohitaji ni kutengeneza pikipiki, ndo kazi inayomfaa. Akasema kwamba ndoto yake ni kumuona Pana akiwa na tabasamu na kutimiza ndoto yake. Hili jambo lilikuwa limemfanya binti kujihisi mtu special sana, akawa ameshindwa kujizuia, akawa amempiga busu huyu kijana na akawa ametoka hapo kwa aibu. Sasa usiku huo baada ya binti kulala, akaanza kukumbuka kumbukumbu zake za zamani. Hili jambo unaambiwa kwamba lilikuwa linapelekea ni kwa sababu binti alikuwa na mahusiano na Peaki Bin. Sasa hili jambo lilikuwa linamletea shida sana huyu binti, akawa anaweweseka, hajui nini cha kushika. Mwana mama Nii akawa amegundua kabisa sababu ya huyu binti kuanza kukumbuka mambo ya nyuma ni kwa sababu ya haya mahusiano baina ya Bin Peaki pamoja na Pana. Haya mahusiano yanasababisha binti kufunguka jicho lake la tatu. Mwana mama Nii Maserin akasema kwamba haiwezekani kabisa kuzuia nguvu ndani ya huyu binti Pana, kwa sababu nguvu hizo zimekuwa ni kitu kimoja na huyo binti, hivyo ni ngumu kabisa kama watafanya hivyo ama kutumia nguvu itasababisha kifo cha huyo binti. Wako wamefichua kwamba njia pekee ya kumwokoa huyo binti ili asikumbuke mambo yote ni Bin Peaki kuachana kabisa na kufutwa kabisa katika kumbukumbu ya huyu binti Pana. Kweli hili jambo lilikuwa limefanyika. Kweli binti alikuwa amepata nafasi ya kuendelea na masomo yake kama kawaida. Sasa siku ya kwanza chuoni, wanafunzi wakubwa ambao walikuwa ni wakongwe walikuwa wanawafanyia mzaa wanafunzi wapya. Kwenye mzaa huo Pana akawa amekutana na binti mmoja anaitwa Minti. Huyu pia na yeye alikuwa ni mgeni. Upande mmoja tunampata bwana mkubwa mmoja anaitwa Inspector Shatri. Yeye kaenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo mkuu wa shule alizikwa, akaenda akafunua hapo kwa siri, akaingiza mkono wake ndani ya maiti hiyo ambayo tayari ilikuwa imekwisha kuanza kuoza, akachukua hirizi fulani kisha akawa ameondoka hapo. Sasa upande wa binti Pana yeye akaendelea na masomo kama kawaida. Baada ya kufunua kitabu siku hiyo, akashangaa kuona picha ya zamani ya yeye pamoja na msichana mmoja. Huyu sisi tunamjua ni Seadao ambaye alikuwa ni rafiki yake, lakini binti alikuwa kumbuki chochote. Sasa wakiwa hapo, mara kulikuwa kumetokea purukushani kidogo, wanafunzi wengi wanakimbia
wakakimbia nje. Watu walikuwa wametoka kwenda kufika hapo, wakakuta kuna picha nyingi sana za mauaji na kuna ujumbe mkubwa sana, ujumbe mpana ambao umemlenga mtu mmoja. Huo ujumbe unasema kwamba najua uko hapa pepo. Mara moja Pana baada ya kuona hili jambo akaanza kulia kwa nguvu kiasi kwamba watu walikuwa wameshangaa nini kinachoendelea hapa. Mwalimu mmoja akawa amependekeza Minti amtoe mwenzake hapa ili aende akatulie huko pembeni. Wale wanafunzi wengine ambao ni wakubwa wao wakaja na mpango mwingine ambapo Minti alikuwa anamuuliza Pana kwamba nini kilichotokea. Pana kwa amesema kwa sauti ya chini kwamba anahisi anawajua wale watu kwenye zile picha, lakini hakumbuki kitu chochote. Muda mfupi baadaye, kundi la wanafunzi wale wakubwa wakongwe wakawa wamefika hapa bafuni, wakaanza kumdhihaki huyo binti. Wanamuuliza, wewe unaogopa picha au unatengeneza tension kwa watu? Minti akajaribu kumtoa hilo eneo, lakini wale wanafunzi wakawa wamemzuia. Kuna mmoja wao anaitwa Manio akawa amekuja kwenye choo hapa, na kundi hilo kwa ukatili kaanza kumlazimisha Pana aingize uso wake sehemu hiyo. Mwalimu akawa ameingilia hapo, akawa ameuliza, nyinyi ni wakubwa, mnaweza vipi kufanya jambo la ajabu kama hili kwa wanafunzi wadogo? Lakini hao wanafunzi wakawa wamemjibu kwa kiburi, kwa sababu wao hawakuwa wanaogopa mtu yoyote. Siku iliyofuata Bin Peak akaenda kumtembelea baba yake, akaenda kumuuliza, mzee, kuna mtu yoyote amekuja hapa kumulizia Pana? Mzee akasema ndio, pia jana usiku kuna mtu ambaye hajulikani alifukua lile kaburi la mkuu wa shule. Ghafla Inspector Chantry akawa amefika hapo. Sasa badala ya kuulizia bidhaa zinazopatikana hapa, yeye akaanza kuulizia hirizi. Babake Bin kabidi kumuuliza, wewe umekuja hapa kununua bidhaa au kuulizia hirizi? Mzee akasema kwamba sijawahi kabisa kuona kitu kama hicho. Huyu mzee akawa amemuuliza, wewe umeipata wapi? Lakini inspekta hakujibu kitu chochote, akawa amepuuza, akawa ameondoka hapo. Wakati huo huo, upande wa shuleni, Pana akiwa na madamu wake kipenzi wameenda moja kwa moja kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule anamkemea mama huyu, madamu anaitwa Wi, anamwambia kwamba umetumia vibaya bajeti ya shule, umetoa kiasi kingi sana cha pesa. Madamu mwenyewe anashangaa. Baadaye walipotoka kwenda kuzungumza na Pana, Pana akaanza kumuhisi pengine kuna mwalimu mmoja anaitwa Tony, yawezekana yeye ndiye aliyegushi saini ya huyu madamu. Kwa nini? Ni kwa sababu Tony pamoja na Win wana mahusiano ya kimapenzi. Pana baada ya kutoka tu hapa, madamu Win akamfuata Tony, akaenda kumbana, akamwambia kwamba wewe umegushi saini yangu, hilo jambo linaweza kunifanya mimi nifukuzwe shule, na sio tu kufukuzwa shule, naweza nikafungwa. Tony akawa amekubali, akasema kwamba ni kweli amechukua hizo pesa, lakini akamwahidi kwamba atamrudishia muda si mrefu, asiwe na wasiwasi. Upande wa chuoni kuna kijana mmoja anaitwa Champ. Yeye alikuwa busy sana. Huyu kijana bana yuko busy kujichua, huku anamfikiria Pana, anaangalia picha za Pana hapa. Kijana mshenzi huyu. Sasa nje marafiki zake wakawa wamefika hapa, wanajaribu kugonga mlango, lakini jamaa yuko busy tu. Wakati yeye anakaribia kufika Kilimanjaro, mara minyoo ikawa imemdondokea kwenye mkono. Akiwa anahangaika na minyoo hiyo inamuingia ndani ya mwili, mara mingine ikawa imemwangukia mgongoni. Kijana akawa anapiga kelele, wale wengine wakabidi kuingia ndani hapo, wakamkuta Champ yuko katika hali mbaya sana, anapiga mayowe. Huyu kijana akawa amekufa hapa hapa, mwili wake uko umetolewa hapo, una harufu. Marafiki wa Champ wakaenda kumtuhumu Pana moja kwa moja kwamba yeye ndiye atakuwa amehusika na haya mambo. Sasa kuna binti mmoja kalishikia kidede kweli. Minti akawa ameingilia kati, hataki kabisa rafiki yake ashikwe wala asumbuliwe katika namna aina yoyote, akawa amehitaji kumtoa hapo. Kayati ambaye alikuwa ni mpenzi wa marehemu akasema kwamba nitakushikisha adabu, nitafichua kwamba wewe unatumia uchawi mweusi na nitakuweka hadharani kwa kila mmoja. Hizo hazikuwa tambo. Walipotoka hapo, wao wanafunzi moja kwa moja kwenda kwa mganga wa kienyeji ambaye yeye ni mjomba wa kijana mmoja anaitwa Nick. Kawaleta wenzake hapa, wanahitaji kumloga Pana ili wamtie adabu, na saizi wamegawanyika kabisa. Kuna wengine ambao wanamfuatilia Pana pamoja na Minti ili wao warekodi ushahidi. Mganga akaanza kupiga kazi kama kawaida. Sehemu ambapo Pana alikuwa amekaa na rafiki yake, Pana akaanza kutoka damu puani. Pana anageuka akaona kuna mzimu huko pembeni hapo. Sasa sio yeye tu aliona, hata binti Minti pia kaona mzimu eneo hili. Hivyo wakaamua kutoka hapa mbio mbio, wajaribu kwenda sehemu iliyo salama. Wakati huo mganga anaendelea na tambiko. Ikabidi kuwauliza wateja kwamba nyinyi mna uhakika huyu mtu mliomleta hapa anatumia uchawi mweusi? Mbona ajibu mapigo? Mbona mwepesi sana? Kayati akawa amemuomba mganga huyu amroge pia na Minti, na akamhitaji kabisa mganga amuue Minti ili waone kama Pana anaweza kuvumilia kumuona rafiki yake akifa mbele yake. Tambiko likaanza kweli. Minti naye ghafla uchawi ule ukaanza kumpiga. Minti akamwomba rafiki yake Pana amsaidie. Sasa Pana baada ya kuona rafiki yake anahangaika akaanza kumsaidia. Sasa katika kumsaidia, binti akaanza kukumbuka
kumbukumbu zake zote za nyuma, jambo ambalo watu waliomlea hawakuhitaji kabisa huyu binti akumbuke nyakati zake zote. Hili jambo binti likamfanya kukumbuka yeye ni nani. Kweli akaanza kufyonza laana yote ya kichawi iliyompata rafiki yake. Baada ya binti kuwa ametapika misumari, yani uchawi ambao ulikuwa umempata rafiki yake, binti akaamua kama ngwai ni ngwai tu, na yeye amekwisha kujua yeye ni nani, akaamua kutumia nguvu zake ili kuzichapa ama kutuma mapigo kwa yule mganga. Aisee, mganga alichezea kichapo mbele ya wateja wake, akalia, nyinyi mnajua mliomchokoza ni nani? Pana akamuua vibaya sana ule mganga mbele ya wateja. Muda huo binti anashangaa tu kumuona Pana akiwa analia peke yake, hajui nini kinachoendelea hapa. Baada ya hapo, Pana akapiga simu nyumbani moja kwa moja kwa Nii, akamwambia kwamba kuna mtu alikuwa anataka kuniloga, alitaka kuniua, na binti akamweleza ukweli kwamba yeye amekwisha kujua kwamba yeye sio Faa, yeye ni Pana. Akawaeleza kila kitu. Watu waliokuwa wanataka kumuua ni tofauti kabisa na wale watu wa mwanzoni. Nia akawa amependekeza kwamba lazima binti Pana arudi nyumbani mara moja, huko ni hatari. Sasa muda huo huo huyu mwanamama akaanza kuhisi kabisa kuna hatari inasogea katika nyumba yake, akaanza tambiko mara moja. Kweli bana, inspekta kafika hapa, ukimwangalia tu hivi hivi kama mwepesi lakini ni kiboko. Kwanza kafika hapa, kuna nguvu za giza zilikuwa zimetumwa na yule mwanamama Nii, lakini mshikaji kasimama tu anaziangalia hizo nguvu, hazikuweza kabisa kumsumbua wala kumgusa. Jamaa kwa ameingia ndani, yuko njema. Nii akaamua isiwe shida, akaamua kumshambulia kwa nguvu. Jamaa yuko njema pande zote. Jamaa anachokihitaji ni kujua tu Pana yuko wapi, lakini mwanamama huyu akawa amegoma kabisa kusema Pana yuko wapi. Kwa hasira, inspekta akawa amempiga na kupoteza fahamu. Baadaye anakuja kushtuka baada ya kuwa amemwagiwa maji. Jamaa akaamua kutumia nguvu za ziada ili kumfanya huyu mwanamama akili ama aseme ukweli kwamba Pana yuko wapi. Kwa bahati nzuri, Bin Peaki akawa ameingilia hapo kujaribu kumsaidia huyu mwanamama ambaye ni shangazi yake, lakini mshikaji akawa amefanyikiwa kumdhibiti huyu kijana. Yeye anachotaka kujua binti yuko wapi. Baadaye mshikaji akawa ametoka kidogo, kaenda kuvutafuta mimoshi. Sasa huo muda Bin Peak akapambana sana kujifungua, na kweli akawa amefanyikiwa kujifungua. Hivyo akaamua kuvunga tu hapo. Baada ya kumuona yule inspekta, karudi hapo, kaingia kaanza kuhoji tena Pana yuko wapi. Sasa baada ya kuona kama hapati majibu zaidi, kwa hasira si akatupa ile sigara bila kujua kwamba alipokanyaga kulikuwa kuna mafuta ambayo ilimwagika kutoka na mashambulio yao wenyewe. Kwa bahati nzuri, Bin pamoja na Ning wako wamefanyika kutoka kabisa nje. Ghafla Ning akawa manguka, akamwambia Peak kwamba inspekta alimdunga na sumu ndani ya mwili wake. Sumu hiyo inamuua taratibu. Upande wa Pana akiwa na shoga yake wanapiga stori. Pana kwa sasa ashajua yeye ni nani. Sasa Mint akawa anashangaa, akasema kwamba kama una nguvu ya kupambana na uovu, kwa nini unaruhusu watu waendelee kukusumbua? So zitumie nguvu zako. Na binti baada ya kusikia hivyo akakiri kwamba kwa sasa hawezi kabisa kujikimbia yeye milele, hawezi kuendelea na ndoto yake ya kuwa mwalimu tena. Mint baada ya kurudi kwenye chumba chake akashangaa kuona lile kundi la wanafunzi ambao ni maadui wao wako hapo. Wakamwambia kwamba sikiliza, tunajua kwamba unaishi hapa kwa sirisiri, unajificha, unagushi utambulisho, wewe ni mtu bandia kwenye hichi chuo. Hili jambo linaweza kusababisha huyu binti kufungwa. Sasa sijui ni nini walichomtaka huyu binti afanye. Siku iliyofuata mwana mama ama Madam Wee, kipenzi cha Tony, na sio tu kufukuzwa kazi, huyu madam kwa sasa ana mimba na Tony alikataa kabisa hiyo mimba. Hili jambo lilikuwa limemfanya Wee kufika katika maamuzi magumu sana, mpaka kufikia hatua ya kuhitaji kujiondoa uhai wake. Kweli wanafunzi wakiwa wanasoma kwa masikitiko habari za mwanamama huyu kufukuzwa kazi, mara kuna kitu kilikuwa kimeanguka hapo. Kwenda kuangalia ni madam, na huyu madam alikuwa ni kipenzi cha mwana dada Pana kuliko maelezo ya aina yote. Sasa wakati haya mambo yote yanaendelea hapa, kumbe bana binti Minti ambaye ni rafiki yake Pana alilazimishwa kufanya tambiko la kishirikina kwa kutumia picha ya Pana. Pana alivyokuwa anarudi nyumbani akahisi kabisa kuna jambo la ajabu. Mlango uko umejifunga kwa nguvu. Dakika chache baadaye damu ikaanza kudondoka kutoka juu. Binti akawa amekosa nguvu kabisa. Sasa hii damu iliyokuwa inamdondokea ilikuwa ni damu ya mbwa mweusi. Akaanza kusikia kama kuna mtu analia kwenye draw. Kwenda kutazama akamkuta ni rafiki yake wa zamani Siadao yuko hapo. Kisha kwa amemkamata kwa nguvu. Mijusi kwa inamtoka kwenye mwili wake, inaanza kumng'ata Pana. Yule pepo akamforce na kuanza kumfyonza nguvu zote huyu binti. Mint baada ya muda akawa amefika hapo, akaomba radhi kwa rafiki yake, kisha akaanza kupiga picha hilo tukio. Kwa bahati nzuri Bin pia akawa amefika hapo, akaipiga ile kamera, kisha akawa amemsaidia binti Pana. Pana baada ya kurudi katika hali yake ya kawaida, Mint akakiri kwamba amelazimishwa kufanya haya mambo yote na wabaya wao. Pana akawa amekasirika sana, kwa amemfukuza rafiki yake atoke hapo. Mint akawa ametoka hapo huku akilia kwa sababu huyu ndiye alikuwa rafiki yake mpendwa. Bin
ikabidi kumuuliza binti, kwa nini wanakurekodi? Binti akasema kwamba wanafanya hivyo ili kuniweka wazi kwa umma. Binti kwa sasa anaanza kuona kabisa wabaya wake wote wanastahili kufa tu. Sasa upande wa inspekta akiwa kama nyama choma, huyu jamaa bana ni mgumu kufa kweli kweli. Tukaonyeshwa kumbukumbu ya nyuma huko utotoni mwake. Alikuwa ni mwanafunzi wa mganga mmoja mwenye nguvu kubwa mno, alijifunza uchawi mweusi kutoka kwake. Mganga huyo pia alimchora alama maalum katika mwili wake, ingekuwa kama kinga na ulinzi. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kumuua kirahisi rahisi. Ndio sababu licha ya kuungua vibaya sana huyu mshikaji mpaka saizi bado yuko. Sasa upande wa Pana akaona kama ngwai iwe ngwai tu, akawafuata watesi wake. Kwanza akazima umeme, akawatokea, kisha akawa ametoweka. Akaanza kuhoji kwa sauti tu, kweli mmezidiwa ujuzi wa kunishambulia mimi? Kama mnataka uchawi mweusi, basi nitawaonyesha jinsi ambavyo uchawi mweusi unafanya kazi. Mara akatokea mbele yao, watu miguu na njia tu, nikukimbia kwa hofu. Akauliza, mnautaka uchawi? Basi kama mnautaka uchawi, nitawaonyesha jinsi unavyofanya kazi. Kwanza akaanza na wapenzi fulani hivi, akawashikanisha kwa uchawi, aliwafunga kama kamba, yaani kila mmoja anamfunga mwenzake. Walikufa mbele ya marafiki zao wakiwa wanashuhudia hichi kitu kinatokea hapa ni nini. Pana akachukua kimdoli kingine, kazi iendelee. Kuna mmoja anaitwa Manio, yeye akawa amejificha chooni. Pana akawa amefika hapo kama kawaida, dogo akaanza kulia naomba na msamaha. Sasa binti akawa amemwingizia kitu fulani hivi mdomoni kwa nguvu. Baada ya muda tu minyoo ikaanza kumtoka huyu kijana. I say, minyoo ni mikubwa. Pana yuko hapo anaangalia kazi ya mikono yake. Mnataka uchawi na umjui kuutumia? Pana akawa amechukua kipochi cha huyu jamaa, akawa amegundua kwamba Manio alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Toni ya siri. Pana akamfuata Niki pamoja na Kati. Sasa wao wanakomaa kujiokoa tu. Ghafla Kati akawa amemshambulia Niki akihisi kama ni Pana kwa uoga. Niki baada ya kuona hivyo akaona isiwe shida, akawa ametoka mbio hapo na kumwacha Kati, kila mmoja ajipambanie kwa nafasi yake. Pana akawa amefika hapo na kumkuta Kati, mikono yake akaifunga pamoja na miguu, akamtia kwanza chapa kwenye paji la uso, kisha akawa amemuua huyu binti chapu kwa haraka. Wakati huo Bin pia akawa amefika hilo eneo, akashangaa sana kumuona Pana anachokifanya. Pana akamwambia kwamba nitaacha, lakini bado mmoja natakiwa kumalizana naye. Kisha akawa ametumia nguvu zake kujua Niki Miwani sehemu alipo. Sasa huyu Niki kumbe baba yake ndo yule mzee ambaye tulimuona mwanzoni mwa hii filamu, ambaye alikuwa anatamani sana kujua Pana yuko wapi. Niki baada ya kufika hapo akamuona mzee kashikilia picha. Baada ya kuitazama akamwambia kwamba huyu mimi namjua, na huyu ndiye aliyewaua marafiki zangu wote, mimi pekee ndiye niliyepona. Sasa muda huo baba yake Bin Peak, yeye ni mtu adili, yuko hapa. Mara ile picha ya Pana ilikuwa imewaka moto, watu wakashikwa hofu. Pana akawa ametokea hapo, akamwambia kwamba huyu mzee mwanao ni mshenzi, ni lazima alipe. Niki pamoja na baba yake walikuwa wamewashwa moto. Baba yake Bin Peak akakimbia kwa hofu. Bin akamfuata na kumuuliza mzee wake kwamba unafanya nini hapa? Kumkagua mzee akamkuta na pesa, akagundua kwamba huyu mzee alimuuza Pana hata mara ya kwanza na kusababisha yule inspekta kwenda kuwavamia kule. Yeye Bin pamoja na shangazi yake wakachezea kichapo. Akiwa hapo Bin anahitaji kujua maelezo zaidi kwa mzee wake. Mzee wake anatoa maneno ya shombo, anasema kwamba Pana sio ndugu yangu, sio ndugu yetu, wala sitakiwi kuwa na makini naye, cha msingi pesa. Pana akafika hapo, Bin akaanza kumsihi Pana asimuue mzee wake, lakini mzee anarusha maneno ya shombo. Binti akamtia tumbo kwanza kama mjamzito. Bin anajaribu kumsihi Pana asifanye anachotaka kukifanya, lakini Pana alisikiliza. Sasa akamfyatua mpya. Bin akabaki analia, haamini Pana alichokifanya mbele yake. Pana akawa ametoka nje, kafika hapo muda kidogo tu, inspekta kafika hapo na yeye, lakini kabla hajafanya kitu chochote, Minti akawa amefika hapo na kumtoa rafiki yake hapo Pana mbio eneo hilo. Inspekta kwa hasira karusha risasi bila mafanikio, akachukua udongo chini, akawa ametuma uchawi wake kwa njia ya hewa. Miki akampeleka Pana nyumbani kwake na kumwambia kwamba yeye aende kuoga, yeye anaenda kuandaa chakula. Baada ya Pana kutoka kuoga, picha moja ikawa imeanguka chini sakafuni. Binti akiwa anashangaa picha, akahisi kabisa kuna jambo sio la kawaida. Kweli kuna mzimu mmoja uko umetokea nyuma yake. Baadaye Minti akawa ameleta chakula, akamuuliza Pana, vipi, una mpango gani sasa? Pana akasema kwamba ajui, lakini akakiri kwamba yeye ndiye aliyewaua wale wabaya wao wote shuleni. Minti akasema kwamba ni jambo sahihi kwa sababu watu waliokufa hawawezi kufichua mtu. Kisha Pana akawa amemuuliza kama jinsi ambavyo wewe ulimuua Parawewa. Minti akawa amegundua kwamba Pana amemgundua. Kwa hiyo akawa ameingia chumbani kwake, akafunua godoro moja. Chini yake kulikuwa kuna
masanduku matatu yenye miili ya familia nzima iliyouawa. Kuna mzimu uko umeinuka hapo. Binti akawa ameudhibiti na ule mzimu uko umetoweka. Binti akafichua kwamba kwa namna fulani yeye ni kama dada yake mkubwa wa Pana, kwa sababu wote walizaliwa kupitia njia ile ile ya giza. Pana akamuuliza unamaanisha nini? Lakini kabla Binti hajajibu, Inspekta akawa ameingia hapo ghafla ndani ya nyumba. Pana akafunga mlango na kuanza dua zake za kishirikina. Mara mzimu mmoja ukawa umemkamata Inspekta. Kabla hajapiga risasi, mzimu ukatoweka. Mmoja akajichanganya, akachezea kati chembe kidevu, akatoweka. Huyu mzee achekeshi. Mizimu mingine ilikuwa imetokea hapo, ila ikasambaratishwa na huyu mzee. Kapambana sana. Pana akaona isiwe shida, akaamua kujitokeza yeye mwenyewe kupambana kwa mikono. Pana baada ya kuzidiwa akaona cha kufia nini, akatumia uchawi, katoweka. Sasa jamaa mara anamuona huku, mara katokea nyuma yake. Kwenye purukushani mshikaji alikuwa amefanikiwa kumkamata. Mshikaji akasema kwamba yoyote anayetumia uchawi mweusi anastahili kufa. Akawa anahitaji kuchukua nguvu zote za huyu binti, akidai kwamba Pana anazitumia kwa ajili ya kuua watu wengine. Sasa muda ambapo yeye anakaribia kabisa kuchukua kila kitu cha huyu binti, mara kuna minyoo ikamwangukia. Mshikaji anashtuka. Binti kafika hapo akamwambia kwamba sio rahisi kuchukua kilicho changu. Inspekta kwa hasira si akamshika nywele Binti, mara akang'oa lile wigi. Kumwangalia Binti anatembea na laana ya kuoza mwili. Sasa huyu binti ndiye kumbe huwa anatumia uchawi wa minyoo. Kwa hasira kali, Inspekta ikabidi kumrukia, lakini Binti akaanza kutumia uchawi wake, akamlazimisha huyu jamaa kupiga magoti chini. Inspekta akaanguka kwa maumivu makali. Binti akamkaribia, akamnong'oneza, akamwambia kwamba tuone uchawi wa nani wenye nguvu zaidi. Kisha kwa ameondoka hapo. Minyoo ikaanza kumtambaa huyu jamaa. Mara Pana akaamua kumfyonza ule uchawi ili kumuokoa tena huyu mshikaji. Hili jambo la kushangaza mpaka jamaa mwenyewe anashangaa. Sasa katika hili tukio lilimfanya Inspekta kukumbuka mwalimu wake wa uchawi aliwahi kutumia uchawi kisha akaamua kumchaji akiwa mtoto mdogo. Hili jambo lilimfanya kumuua mwalimu wake pale pale kwa kumchoma visu. Sasa tumejua ukweli wa kilichomkuta huyu jamaa huko nyuma, yaani sio nyuma yake, namaanisha nyuma ya maisha, japo hata nyuma yake pia mmeshajua. Baada ya muda Binti akarudi hapo, akamdunga kisu cha kwenye paji la uso. Hapotezi muda kabisa na mtu anaitwa muovu. Binti akamgeukia Pana, akafichua kwamba kitu pekee kinachoweza kumponya katika hali yake ya kuoza mwili wake ni nguvu ya muungu mwenye jicho la tatu. Hiyo nguvu iko ndani ya binti Pana, lakini nguvu hiyo ilikuwa imefichwa katika kumbukumbu za huyu binti. Ndio sababu ya huyu binti kujileta karibu na huyu binti ili wawe marafiki, kujitahidi kumkumbusha Pana alikotoka ili nguvu zake zimrejelee yeye aweze kuzichukua. Sasa hapa ndipo tunapata picha kwamba huyu binti ndiye alianza kutengeneza na kupeleka zile picha kila sehemu ambapo Pana aliziona ili tu binti Pana akumbuke. Pana ikabidi kumuuliza huyu binti, kwa nini ulimuua Champ? Binti akakiri kwamba alifanya hivyo ili kuwakasirisha wale marafiki wa Champ ili wamtafute Pana na kusababisha Pana nguvu zake zimrudie. Pana akasema kwamba mimi mbona nilikuamini wewe kama rafiki yangu, lakini binti akajibu kwamba tamaa zako kubwa za kuwa rafiki na mimi zilikufanya wewe kuwa kipofu kuto kujua ukweli unaoendelea. Licha ya kwamba mimi na wewe tumetoka katika asili moja, Binti akafichua kwamba wanashiriki baba mmoja pamoja na damu moja, yaani hao wote ni watoto wa baba mmoja. Akauliza, kwa nini mimi peke yangu ndiye nibebe laana ya kuishi kwa kuoza mwili wangu? Kumbukumbu zinaonyesha kwamba mkuu wa dhehebu la kichawi alipogundua kwamba mke wake ana mtoto, ni mtoto wa kike badala ya kuwa na mtoto wa kiume, alihitaji kuendelea kumlea yule mtoto. Akawa maahidi kwa wenzake kwamba baada ya mtoto kuzaliwa, yeye atashiriki naye kilimo ili yule mtoto abebe mimba, ile mimba azae mtoto wa kiume. Sasa wakati anazungumza haya maneno, mke wake alimsikia, hivyo akaamua kutoroka hapo na kuondoka kabisa kwenye hiyo nyumba ili kuokoa kiumbe aliyemo tumboni mwake ambaye alikuwa ni Binti. Sasa akiwa barabarani huko, mkuu wa shule alimfuata na kumgonga gari kwa makusudi kabisa. Mama alifanyikiwa kufariki, lakini baada ya kupelekwa mwili hospitalini, mtoto alifanyikiwa kutoka akiwa mzima. Sasa miaka baada ya kwenda, siku ya tambiko la dhehebu ambapo huyo mkuu alikuwa anapanda mbegu zake kwa mama yake Pana, vipande vya uchawi mweusi vilikuwa bado ndani ya mwili wa huyu binti Binti. Hilo jambo linaanza kusababisha huyu binti kupoteza nywele zake na kuanza kuoza mwili wake. Binti aliamua kujifunza namna sahihi ya kutumia nguvu zake yeye mwenyewe. Mara moja Binti baada ya kueleza haya mambo yote, akaanza kutumia nguvu zake za kichawi kwa ajili ya kufyonza nguvu zote kutoka kwa Pana. Kweli jicho la tatu la Pana likaanza kufunguka pole pole. Ghafla Pana akawa ameamka katika ulimwengu mwingine ambako akamuona mama yake anamsubiri hapo. Mama yake akamwambia kwamba nguvu ulizonazo
wewe, ni hatima yako, unatakiwa kuzibeba wewe mpaka mwisho wako. Usiruhusu mtu yoyote mwovu azipate nguvu hizo, kwa sababu ikitokea mtu mwovu akazipata nguvu hizo, basi dunia nzima itatawaliwa na giza. Binti muda huo alikuwa karibu kabisa kukamilisha zoezi lake. Ghafla Pana akawa ameamka hapo. Binti akaanguka chini huku akilia kwa maumivu, akimkumbusha Pana kwamba mimi ni rafiki yako, mimi ni kama dada yako. Lakini Pana akasema kwamba nguvu zangu zikienda kwa mdudu mchafu kama wewe, ni bora mimi mwenyewe niwe pepo. Pana akaamua kumfyonza nguvu zote binti na kumwacha akiwa marehemu hapa. Mara hiyo Bin akawa amefika hapo, akamwekea kisu huyu binti nyuma. Sasa katika kumbukumbu zinaonyesha kwamba shangazi alimwambia binti yake kwamba njia pekee ya kumaliza haya yote ni kumuua Pana ili kupoteza udhibiti wa nguvu wa Mungu wa jicho la tatu. Pana akawa ametambua kabisa hilo jambo, akamwambia kwamba kama kuniua mimi, kama kifo changu kitamaliza kila kitu, basi ni uwe. Bin yake hakuweza kabisa kufanya hilo jambo kwa sababu alikuwa anampenda sana huyo binti na huyo binti alikuwa anampenda sana huyo mshikaji. Binti akawa ameondoka hapo kimya kimya bila kusema neno lolote. Bin yake akabaki hapo analia tu. Tuhamie moja kwa moja kwa shangazi. Mwana mama Ni akiwa kitandani hajiwezi kwa sababu ya sumu iliyo ndani ya mwili wake. Anaona kwa makungu, anamuona Pana kwa mbali. Pana akawa amemfyonza na kumponya huyu mwanamama. Mwanamama huyu baada ya muda anajua kabisa Pana alikuwa hapa, lakini Pana hakumuona kabisa eneo hilo. Sasa upande wa Bin yake, yeye aliamua kwenda kukiri dhambi zake zote na kuamua kuacha maisha yake yote ya nyuma na kuanza maisha mapya kama mtawa. Sasa alipotoka nje akamuona Pana kwa mbali kwa anamtazama. Binti aliondoka na kutokomea huko. Aliamua kuhama kabisa kwenye hichi kijiji. Sasa kuna watu wataniuliza kuhusiana na bwana mkubwa anaitwa Tony. Sasa kwa mujibu wa simulizi, binti Pana kabla hajaondoka katika kijiji hiki aliacha amemlaani Tony, na Tony aliishia kuuawa ama kufa na mzimu wa mpenzi wake yeye mwenyewe. Filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment. Karibu.